Gereza ni sehemu ya starehe kwa watu wenye pesa, lakini ni sawa na jehanamu kwa watu maskini kama wewe. Mabinti wote waliochukuliwa siku ya jana walienda kupelekewa moto. Wewe ni binti mrembo sana. Sitamani upoteze bila ya mpalange kwa watu wenye vitambi kama wale. Nitakutoa mahali hapa endapo utakubali kuwa dada wa kazi nyumbani kwangu. Sister Naya alizungumza akiwa kashikilia msalaba. Ni kweli naweza kutoka hapa kama nitakubali tu kuwa dada wako wa kazi nyumbani kwako? Eva aliuliza kwa shauku iliyopitiliza. Usiku wa jana alinusurika kuingizwa tango sehemu za siri na mashoga walioshindikana. Nafasi iliyotolewa na Sister Naya kwa wakati huu ilikuwa ni ya kipekee sana kwako. Sister Naya alitikisa kichwa chake kuashiria ndio. Eva alidondosha chozi. Hii ni kwake ilikuwa ni zaidi ya furaha. Amani ya Bwana iwe nawe. Huna haja ya kulia, Sister Naya alizungumza huku akimfuta machozi. Eva ndo kuzidisha kulia tu. Ni wazi kabisa hakuwa akiamini kama atatoka hapa kwa sharti la kuwa mfanyakazi tu kwa huyu mtumishi wa Mungu. Mida ya usiku, akiwa kauficha mparanga wake na mikono, akihofia kufanyiwa jaribio la kuwekwa tango, alikaa kwa umakini baada ya kusikia mlango wa bweni lao ukifunguliwa. Aliingia askari wa kike anayekuaga amevurugwa masaa 24. Alianza kukagua sura anayoitaka kwa kutumia mwanga wa tochi. "Wekei, nifate," alisema na Eva. "Kei tena jamani?" Eva alilalamika ndani ya moyo wake huku akimfuata askari magereza kwa nyuma. Alitolewa mpaka nje ya geti. "Simama hapa kwa kujiamini, usitishwe na giza. Sister Naya atakuja kukuchukua," askari gereza aliongea. "Atachukua dakika ngapi kufika? Mbona giza linatisha sana?" Eva aliongea. "Una machaguo mawili tu. Ni kurudisha gerezani, ukae orodha ya kupelekewa moto, au ukae hapa kumsubiri Sister Naya. Fanya uchaguzi chapo." Nitakaa hapa." "Haya, kwaheri. Naongera kwa kusaidiwa na Sister Naya. Kuwa mwaminifu, usijaribu kutoroka. Endapo utafanya hivyo, kifo chako kitakuwa cha mateso makali kuliko watu wote duniani," askari gereza aliongea kisha akasepa zake. Eva hakuwa na namna zaidi ya kusimama. Giza lilikuwa linatisha kinoma noma. Kila kugeuka huku na kule aliona mauzauza tu. Sauti za nyau na kubweka kwa mbwa kulimtisha mno. "Pole kwa kuwekwa hapa," sauti ya Sister Naya ilimshtua. Eva alirejea tabasamu. Ile hofu aliyokuwa nayo alihisi ilipotea. "Usiku wako wa leo utakuwa ni kipekee kwa sababu utalala chumba cha kipekee na si kwa kusongamana. Hebu tutembee kama hatua 10 hivi. Gari langu lipo kwa mbele," Sister Naya aliongea. Eva hakuwa na la kusema. Kwa pamoja waliongozana. Macho yake yalimtoka baada ya kuliona gari la Sister Naya. Alijikuta akishikwa na hofu. Sister Naya alicheka. "Hebu ingia kwenye gari. Mlembo kama wewe upasi kushangaa namna hiyo." Eva hakuwa na namna. Aliingia kwenye gari. Sister Naya alishika usukani, safari ikaanza. Eva anaisha kukodoa macho tu kutokana na ukubwa wa tattoo iliyokuwa kwenye mkono wa kulia wa Sister Naya. Masista huo wanachora tattoo? Ni ajabu, Eva alijiwazia ndani ya moyo wake. Walitumia nusu saa kufika kwenye nyumba ya hadhi ya kisiri. Ilikuwa ni bonge la nyumba. Eva alizidi kushangaa. Uzuri wa ukubwa wa nyumba hii ulimwacha mdomo wazi. Ni mapema sana kushangaa kiasi cha kubaki mdomo wazi. Sister Naya alizungumza huku akifunga mdomo. Eva anaishia kuona tu aibu. Mambo ya kushangaa hayana mwenyewe bana. "Naishi na mtoto wa kaka yangu mahali hapa. Alilelewa kama yai, hivyo hata mimi namchukulia kama yai. Ili uweze kufanya kazi kwa ufasaha mahali hapa bila kumkwaza, ni lazima umfahamu kiundani angalau hata kwa 50%. Waandishi wengi wa familia yetu wamejitahidi kwa kiasi fulani kuandika vitabu kuhusu yeye. Hivyo utakaa maktaba kwa mwezi mzima usome kuhusu yai la familia. Tofauti na hapo hautaweza kumkabili." Sister Naya alizungumza huku akitafuta ufunguo kwenye mfuko wake gauni. Bahati mbaya, wakati anatoa funguo, kipande cha sigara ilikwisha kutumika ilidondoka. Eva alivunga kama hajaona chochote. Mlango wa maktaba ilivyosheni vitabu kwa ajili ya yai la familia ulifunguliwa. "Utakaa humu kwa mwezi mzima. Chakula na huduma zote utazipata ukiwa humu. Hakikisha unatia juhudi za kutosha. Usisahau kama nimekutoa gerezani kwa makubaliano kuwa mfanyakazi wa hii nyumba. Kwa hiyo, kuanzia sasa una machaguo mawili:
kurudi gerezani ukakubaliana na upelekaji wa moto, au ufanye kazi hapa kwa kufuatisha masharti yangu? Nitafuatisha masharti yako. Kaa kwanza maktaba kwa mwezi mmoja, kisha nitakusomea masharti yangu kabla hujaanza kazi, Sister Naya aliongea, kisha akamruhusu Eva ingie. Eva aliingia akiwa mwenye hofu. Mlango ulifunguliwa kwa nje. Kulikuwa kuna utitiri wa vitabu. Vyote hivyo viliongelea Kerry, aka yai la familia. Hakujua anzie wapi kusoma. Muda ulizidi kwenda. Hatimaye kulipambazuka. Sister Naya alikuja kumfungulia mlango akiwa kabeba meza ndogo ya breakfast. Umeweza kusoma vitabu vingapi tangu usiku wa jana? Vitabu 2. Sister Naya aliacha tabasamu, kisha kaingia maktaba. Aliweka chai mezani, kisha kamrudia Eva, nifuate. Eva alimfuata kwa nyuma. Hii maktaba ilikuwa na vyumba vingi sana. Sister Naya alifungua chumba kimoja, kisha kaingia. Eva alitamani kukimbia baada ya kushuhudia mafuvu ya miili ya binadamu yakiwa yameng'ang'ania kama mapambo. Sitaki kuamini unataka kuishia kama hawa. Usiku wa jana wote ukosoma kitabu kuhusu yai la familia. Hebu acha kuniletea utani. Tena kuanzia kwenye chai na uanze kusoma kitabu kimoja baada ya kingine. Muda si mrefu mtoto wa kaka yangu atarejea kutoka Ulaya. Mimi ni mtu wa kuhangaika na mambo ya kanisa na si kupika. Ili upike chakula cha kumfurahisha yai la familia, unatakiwa usome kitabu. Sister Naya aliongea kwa sauti ya juu kidogo. Eva alionekana kuogopa. Alirudi maktaba, akachukua kitabu. Kwa jinsi alivyokuwa mwoga, hakuwa na hata nguvu ya kunywa chai. Macho ya Kerry. Kitabu kilisomeka hivi. Eva alitaka kujua macho ya Kerry yana nini, hivyo alianza kusoma. Uwezo wake katika swala la kusoma ulikuwa juu sana. Hakuwa akisoma neno kwa neno, badala yake alipita juu kwa juu tu. Sister Naya akiwa anamfuatilia kupitia kamera aliachia tabasamu. Kwa lugha nyingine alifurahisha na usomaji wa Eva. Ingawa vitabu vilikuwa vingi sana, lakini Eva aliweza kuvimaliza ndani ya wiki 3 na si mwezi tena. Umeweza kumfahamu Kerry kwa 50% kupitia vitabu. Ni muda wa kubadilisha muonekano wako, Sister Naya aliongea huku akimfutafuta uso. Muonekano wangu ubadilike? Eva aliuliza kwa mshangao. Nifuate, Sister Naya aliongea, kisha akaongoza njia. Kwa pamoja waliingia kwenye chumba kilichoandikwa dunia ya urembo. Vua nguo zako zote. Kuvua nguo? Eva aliuliza kwa uoga. Sipendi kurudia maneno. Basi Eva alivua nguo moja baada ya nyingine. Sister Naya alikuwa kamkazia macho huku akishikashika shanga za rozari yake. Mwanaume ni kiumbe aliyeumbiwa tamaa. Japo Kerry ni kijana mwenye hadhi ya juu, lakini rahisi kutamani anaposhikwa na upwiri wa ghafla. Hivyo unatakiwa kuonekana mrembo kuliko wanawake wote huko nje, Sister Naya aliongea. Eva alishtuka kwa mara nyingine tena. Nitaufanyia mwili wako ukarabati kwa wiki nzima. Baada ya hapo sasa nitazungumza kuhusu masharti yangu kabla hujaonana na Kerry wala kuanza kazi, Sister Naya aliongea, kisha akashika mashine ya kuchorea uzi. Eva alishikwa na uoga, alikumbatia sehemu yake ya siri. Acha kunipotezea muda wangu, Sister Naya aliongea. Eva kwa namna alipanda kitandani akiwa mwenye hofu. Miguu yake ilikuwa inatetemeka kana kwamba anataka kubakwa. Sister Naya alishika miguu yake akifunga kwenye minyororo. Alinyoa chapu bila usumbufu. Baada ya hapo alimuingiza bafuni. Eva aliogesha zaidi ya mara 5. Kuna namna alijiona kama bosi kabisa. Kwa wiki nzima alikarabatiwa, ndipo akaruhusiwa kujitazama kwenye kioo. Huyu ni mimi? Eva aliuliza akiwa amini. Ni wewe. Kadiri utakavyoendelea kukaa ndivyo utazidi kupendeza zaidi. Na hii ndio aina ya wafanyakazi tunaowataka katika kasiri hii. Ni muda sasa wa kuzungumza kuhusu masharti yangu. Eva alifungua masikio yake kwa umakini kusikiliza. Kuanzia sasa na kuendelea, mimi na Kerry ndio tutakuwa familia na ndugu zako. Sitaki kusikia ukichangamana na familia yako au ndugu zako. Kwa lugha nyepesi kabisa, wewe ni Eva mpya na si yule wa zamani, Sister Naya aliongea, kisha akasimama. Alimsogelea karibu Eva. Ni wazi kabisa alitaka kumchimba mkwara. Endapo utajaribu kuishi kama Eva wa zamani, kaburi lako litakuwa katika hili kasiri. Nitafuata masharti yako, Eva aliongea akiwa anatetemeka balaa. Naomba iwe mwanzo na mwisho, kuonesha hofu mbele yangu. Jifunze kutetemeka ndani ya moyo wako, na hivyo ndivyo utaweza kukubaliana na Kerry. Vaa nguo nyingine,
tutaenda uwanja wa ndege kumpokea Kerry. Sister Naya aliongea kisha kakaa pembeni. Alihitaji kumwangalia Eva namna anavyochagua nguo. Tabasamu lilimchanika usoni mwake baada ya kuona Eva kaiva katika swala zima la uchaguzi wa nguo. Yeye pia alielekea chumbani kwake. Alivua nguo zake zote kisha akachukua mavazi ya kitawa mapya kabisa. Asilimia kubwa ya mwili wake ilikuwa imejaa tatuu. Baada ya kumaliza kuvaa, alishika sigara akaipuliza kidogo. Ili anataka kuondoka, alikumbuka kuhusu kuvaa msalaba. Kutokana na haraka zake, alijikuta akigeuza. Yeye na Eva waliingia kwenye gari. Muda wote kichwa cha Eva kilikuwa kinarejea kitabu kilichoandikwa kuhusu macho ya Kerry. Baada ya dakika 40 kupita, walifika airport. Eva alishuka kwenye gari. Watu wote walikuwa maeneo haya walidumu kumtazama kwa urembo aliojaliwa. Muondoko wake sasa uliwacha hoi watu, akiwemo Sister Naya. Walikaa kwenye viti kuisubiri ndege kutoka Ulaya. Zilikuwa zimesalia dakika 10 tu ifike. Muda wote Sister Naya alikuwa anamtazama Eva. Hofu yako inakuletea jasho, kiasi cha makeup kuyeyuka. Naomba ukae kwa kujiamini, sitarudia tena kukukumbusha. Sister Naya aliongea kisha akatoa zake Biblia akaanza kusoma. Eva alijitahidi kujiamini, lakini ilikuwa ni mtihani. Alitoa makeup kwenye pochi yake akajipaka. Ndege kutoka Ulaya ilitua katika uwanja wa ndege wa Tanzania. Simu ya Sister Naya ilianza kuita. Aliachia tabasamu pana baada ya kusikia sauti ya Kerry. Ile kugeuka nyuma tu alimuona yai la familia akiwa kabeba begi chake. Kitendo cha Kerry kumuona Eva, aligundua ni mdada wa kazi. Alimrushia begi amsaidie kubeba. Eva alihitaji kuyanasa macho ya Kerry, hivyo alidondosha kibegi makusudi. Sister Naya aliachia tabasamu baada ya kusoma akili ya Eva. Kerry alikuwa mjanja sana. Kuyanasa macho yake si rahisi kama unavyofikiria. Ujanja wa Eva aliutambua, hivyo aliondoka bila kuzungumza chochote. Umeferi kuyanasa macho yake, Sister Naya aliongea, kisha akamkimbilia Kerry. Kwa pamoja waliingia kwenye gari. Eva alikaa siti ya nyuma. Kerry akiwa kafumba macho yake, alijiuliza kichwani mwake ni wapi aliwahi kumuona Eva, lakini hakupata majibu. Eva akiwa kakipakata kibegi cha Kerry mapajani mwake, alishika zipu kimya kimya. Lengo lake lilikuwa ni kujua kuna kitu gani ndani yake. Ile anaanza kufungua zipu tu, alarm ilianza kupiga kelele. Kwa nini unataka kunikagua bila ruhusa yangu? Kerry alitupia swali. Eva alikaa kimya. Hitaji lake lilikuwa ni kunasa macho ya Kerry na si kingine. Ukimya wake ulimpandisha hasira Kerry, lakini pamoja na yote haya hakugeuka nyuma. Alielewa fika Eva anataka kuyanasa macho yake. Nipatie hicho kibegi, Sister Naya aliongea kwa sauti yenye msisitizo mkali. Eva alifanya hivyo huku akijipa pole kwa kufeli tena kwa mara nyingine tena. Walifika nyumbani baada ya dakika 40 kupita. Eva alikuwa anayajua majukumu yake, hivyo alishika usukani. Aliingia jikoni akaanza kuandaa chakula kwa ajili ya Kerry. Sister Naya si mtu wa kupenda kula, hivyo hakuweka bajeti yake. Baada ya kumaliza kupika, aliweka supu kwenye bakuli kisha akaelekea chumbani kwa Kerry. Aligonga mlango kwa hofu. Pita, mlango upo wazi, sauti ilisikika. Eva aliingia. Ilimlazimu kusubiri kwa sababu Kerry alikuwa anapasha mwili wake kwa kunyanyua vyuma. Mpaka Kerry anamaliza, supu ilikuwa imepoa. Eva alirudi kupasha tena. Ile anarudi, aliboleka baada ya kugundua Kerry yuko bafuni anaoga. Ni kama alikuwa anamkomoa hivi, kwani mpaka anamaliza kuoga supu ilikuwa imepoa. Alirudi jikoni kupasha tena. Ile anapeleka chumbani, anastajabu kujua Kerry ameshaondoka. Kerry ofisini kwake, si mtu wa kupenda kula vyakula vya hotelini, hivyo kama utampambania atakaa na njaa siku nzima. Sema na dereva wa familia kupeleka ofisini, Sister Naya aliongea huku akiendelea kusoma mstari katika Biblia. Eva kuwa na namna, alibadilisha mavazi kwanza, kisha akaelekea ofisini kwa Kerry baada ya kuzungumza na dereva wa familia. Tangu azaliwe hakuwahi kutia mguu wake katika kampuni la ABC linalojishughulisha na uzalishaji wa simu za kijanja. Ilikuwa ni bahati kwake kufika siku ya leo. Wafanyakazi wote walimgeukia kwa namna alivyokuwa amependeza. Wengi wao waliamini huenda ni ndugu wa karibu na Kerry. Si Kerry yupo kwenye kikao, itapendeza kama utamsubiria, Sekretari Sara alizungumza. Unahisi atatumia dakika ngapi kumaliza kikao chake? Eva aliuliza. Dakika 40 hivi. Kama kutoka kuna maswali mengi kutoka kwa wajumbe wa bodi, atatumia dakika 80. Dakika 80? Hapana, naomba umfikishie ujumbe wangu kuwa niko hapa.
naamini hakuna kikao kisichokuwa na mapumziko. Kama nitafanya hivyo, nitafukuzwa kazi. Tafadhali sana, naomba uvumilie. Mimi pia kibalio changu kitaota nyasi. Una cheo gani kwani mpaka ufukuzwe kazi? Mimi ni dada wa kazi. Wewe unafanya kazi kwenye kasiri la ABC? Hapana, acha kunifanyia utani. Si utani, ni kweli. Wakiwa katika kubishana, mlango ulifunguliwa. Aliingia Kerry akiwa anaongea na simu. Sekretari Sara aliwahi kumtengenezea kiti. Kerry alizungumza muda mrefu, ni kama alikuwa anamkomoa hivi, kwani mpaka anamaliza kuzungumza na simu, supu ilikuwa imepoa. Kwa nini uko hapa? Kerry alimuuliza Eva. Eva aliacha tabasamu ndani ya moyo wake baada ya kuyanasa macho ya Kerry. Haikuwa rahisi, lakini hatimaye waliweza kutazamana. Sekretari Sara, naomba utupishe mara moja, Kerry aliongea akiwa kamkazia macho Eva. Baada ya Sara kutoka nje, Kerry asimama akiwa katika uso wa kipelelezi. Ninahisi kuna mahali mimi na wewe tumewahi kuonana. Naomba uniambie ni wapi? Eva aliacha kukodoa macho kwa swali aliloulizwa. Nimekuuliza swali, kwa nini unakaa kimya? Kerry aliuliza huku akimeza mate. Kuna namna alimtamani Eva. Ni mara yangu ya kwanza kukuona. Ni kawaida binadamu kufanana. Nina uhakika umenifananisha na mtu, Eva aliongea. Wenda ikawa hivyo, lakini moyo wangu unaniambia kuna sehemu tumewahi kuonana, Kerry aliongea huku akishikashika nyonyo ya Eva. Eva hakuwa na namna zaidi ya kuvumilia, ingawa ndani ya moyo wake hakupendezwa na hiki kitendo. Usiku wa leo njoo chumbani kwangu. Unaweza kuondoka na hii supu, Kerry aliongea. Sawa, Eva aliongea kisha kaondoka zake. Ndani ya moyo wake alikuwa na hasira sana ya kushikashikwa nyonyo kama kaaba hivi. Nitatembea kwa miguu. Unaweza kuondoka na hii supu, Eva alimwambia dereva wa familia. Kwa namna alivyokuwa amekasirika kwa kushikashikwa nyonyo, alijipa adhabu ya kutembea huku na kule ili hasira yake ishuke. Dada Eva, sauti ya Angel, mdogo wake wa kike, ilimstua. Alitaka kugeuka nyuma, lakini kila alipokumbuka mkwala wa Sister Naya alivunga. Angel hakuwa tayari kushindwa, alimkimbilia dada yake wa kambo waliochangia mama tu. Tulipoenda gerezani, tuliambiwa hatujui chochote kuhusu wewe. Nafurahi kukuona upo huru, lakini kwa nini huje nyumba? Kabla Angel hajamaliza maneno yake, Eva alimkatisha kwa kumwekea noti ya shilingi 10,000 mkononi, kisha akaendelea na safari yake. Eva, Angel aliita, kisha akamkimbilia tena. Wewe mtoto, acha ujinga. Sikufahamu. Hiyo pesa niliyokupatia, nenda kanunue chokoleti, Eva aliongea kwa sauti ya juu kidogo. Angel alinyoya kwa maneno aliyoambiwa. Japo alikuwa na shida ya pesa, lakini hakuona sababu ya kuitumia. Aliweka kwenye bakuli la ombaomba, kisha akaendelea na safari yake pia. Eva anafika kwenye kasiri la ABC akiwa na maumivu. Sauti ya mdogo wake ilikuwa inamjurudia kichwani mwake. Kerry hajagusa hiyo supu hata kidogo, Sister Naya aliuliza huku akifunua hotpot. Kanialika chumbani kwake usiku wa leo. Ni sehemu ya majukumu yako, huna haja kuniambia. Tutaonana kesho, naenda kanisani, Sister Naya aliongea kisha kaondoka. Eva alibakia peke yake kwenye kasiri la MBC pamoja na wafanyakazi tu wa usafi. Alitamani kukagua kasiri lote kwa uhuru, lakini aliogopa. Mida ya jioni, Kerry alirejea. Moja kwa moja alipitiliza chumbani kwake. Uchu wa kumtumia Eva ulikuwa juu sana. Ile nataka mfuate tu, Eva alijileta mwenyewe akiwa uchi wa mnyama. Kerry aliacha tabasamu kwa ujasiri wa Eva kuja bila nguo. Unadhani ni akili zake basi? Ni masharti tu ya Sister Naya. Kerry alivua nguo zake mwenyewe. Eva alizidi kuogopa, kwani kadri Kerry alivyokuwa anamkaribia ndivyo umbile lake lilituna mfano wa mguu wa mtoto wa chibonge. Naomba nikakojoe kwanza, Eva kajitetea baada ya kuona ugumu wa kuhimili mashine ya CO mwenyewe. Ulipaswa kukojoa kabla ya kuja hapa, Kerry aliongea huku akimpa ishara ya kwenda chooni. Eva aliingia chooni akazuga kukojoa. Unajipotezea muda tu, nenda ukakabiliane na mashine yake, tofauti na hapo unanikwaza. Alijikuta kihisi Sister Naya anamwambia hivyo. Alitoka chooni akiwa na ujasiri wa kuikabili mashine. Hofu ilimshika baada ya Kerry kumuinamisha staili ya chuma mboga. Kumbukumbu za kutaka kupelekewa moto kwa kutumia tango na wafungwa wenzake zilijirudia. Hii staili hapana, Eva alizungumza akiwa kayatoa macho. Haya macho kuna sehemu nimewahi kuyaona. Una uhakika mimi na wewe hatujawahi kukutana? Kerry aliuliza. Eva kutaka maswali, japo si mjuzi wa mambo, lakini alishika mashine yake
akaanza kuilazimisha ingia kwenye pango lake. Kerry alijikuta akisahau habari za swali alilokuwa ameuliza. Walianza kupelekeana moto. Vile alikuwa na uchu wa tendo wa muda mrefu, hakusikia hata mwito wa simu yake. Akili ya Eva haikiwa kitandani. Alikuwa na muwaza mdogo wake Angel. Kerry alijifungia zake mabao mawili. Ilikuwa ni jukumu la Eva kumpeleka bafuni. Baada ya kumaliza, alitaka kuondoka, lakini alizuiliwa. Utalala hapa na mimi mpaka kupambazuke. Eva hakuwa na ubishi. Kwa namna alivyokuwa amechoka, aliwahi kushika shuka ajifunike. Lakini baada ya kukumbuka vitabu vilivyoandikwa na waandishi wa kasiri la ABC, alikaa akaanza kumsimulia hadithi Kerry mpaka alipohakikisha amelala. Yeye pia alilala. Ikiwa ni mida ya saa 7 usiku, simu kutoka kwa Secretary Sara ilimwamsha Kerry. Mzigo wa madawa kulevya unaokuja kwa wakati huu utakuja na picha ya mpelelezi aliyewahi kukuingiza hasara ya bilioni 100. Sara aliongea. Kerry hakuongea chochote. Alikata simu yake kisha akaachia tabasamu. Alishika simu yake akamtumia ujumbe Sister Naya. Kwa kifupi, utajiri wa familia yao unategemea biashara ya madawa ya kulevya kwa asilimia kubwa, na si kampuni la ABC linalojihusisha na uzalishaji wa simu janja. Kwa mara nyingine tena Kerry alimgeukia Eva. Kuna namna akili yake ilimwambia wamewahi kuonana. Eva akiwa na koroma aliamshwa kwa kofi la mgongoni. Wewe, hivi una uhakika utujawahi kuonana? Kerry aliuliza tena. Hapana. Kama una uhakika kuna mahali tumewahi kuonana, labda nikumbushe. Kerry alitaka kuitaja sehemu, ila kwa kuwa kilikuwa ni kiwanda cha kutengenezea madawa ya kulevya, akakausha. Sikumbuki ni sehemu ipi. Anyway, unaweza kuendelea kulala. Kuna sehemu nataka kwenda, Kerry aliongea. Sijui ni kitu gani kilimpata Eva. Alimshikilia Kerry. Vipi? Unataka kuzagamuane tena? Eva alitikisa kichwa, ingawa hakuwa na huo uhitaji. Kerry si mtu wa kuvunja ratiba zake kisa mezagamuano. Siku nyingine usirudie kunirudisha nyumbani kisa sex. Haya ni masaa ya kazi, Kerry aliongea kisha kaondoka. Eva alitaka kupekua kila sehemu, lakini alijua huu ni mtego. Alikuwa mtii na kuendelea kulala. Kerry alielekea moja kwa moja mpaka kwenye kanisa la St. Peter. Hitaji lake lilikuwa ni kuzungumza na shangazi yake. Ni kitu gani hicho kimekusibu mpaka unifuate kanisani? Sister Naya aliuliza akiwa kafumba macho. Naomba fanya juu chini, mzigo unaokuja uje haraka. Nina shauku ya kumkamata huyo msenge aliyenitia hasara mwaka mmoja uliopita, Kerry aliongea huko akikaa. Shauku ya watu wengi kwenye ulimwengu ni kuliona kampuni la ABC likianguka. Ni rahisi kwao kufikiria hivyo, lakini ni ngumu sana ndoto zao kutimia. Hivyo usiwe na shaka, pindi huyo mpelelezi atakapopatikana, atakufa kifo cha historia. Huyu mfanyakazi wa ndani uliyemleta ulimtoa wapi? Nilimtoa gerezani. Endelea kufurahia uzuri wake mpaka pale utakapopata mwanamke wa maisha yako. Kerry akurudishwa na sehemu aliyotokea Eva. Hakutaka kuzungumza hili kwa shangazi yake. Badala yake alimtumia ujumbe Secretary Sara. Naomba mchunguze Eva. Chunguza kwa umakini mkubwa kuhusu historia yake. Hakikisha hauachi hata punje moja ya taarifa zake. Okay, Sara alijibu kwa kifupi kisha akaelekea kufanya kazi yake. Kulivyopambazuka asubuhi, Eva alishtuka usingizini. Alinyonga kitasa atoke nje, lakini hakufanikiwa. Kerry alimfungia kwa nje. Ilimlazimu arudi kitandani kulala, ila anajigeuza tu huku na kule. Alifanikiwa kuona mdoli. Mdoli huu sio mgeni kwake. Alijikuta kitamani kuushika. Asante kwa kuwa hai mpaka sasa, Eva aliuambia mdoli huku akionyesha tabasamu. Baada ya masaa mawili kupita, mlango ulifunguliwa. Kerry aliingia akiwa na haraka kupita kiasi. Alibadilisha nguo mbele ya Eva. Muonekano wa mwili wake ulimvuruga kabisa mrembo huyu. Fuatana na mimi ofisini. Nataka kuniandalie chai kule. Sijaoga, Eva aliongea. Kuoga? Hata ofisini kwangu kuna bafu pia. Na unamwogea nani kwani? Eva alikaa kimya. Usiku wa jana nimekutumia bure. Sijisikii amani. Naomba uniambie unataka kiasi gani cha pesa? Sitaki pesa. Nipo huyo mdoli, nimevutiwa na rangi yake. Sijui ilikuwaje tu. Kufumba na kufumbua, Kerry alijikuta kikaba shingo ya Eva. Mmiliki wa mdoli alinitia hasara bilioni 100. Aliniumiza kupita kiasi, lakini hata yeye huko aliko naamini anaumia vya kutosha. Kwa ndani ya mdoli kuna usio baba yake. Kama ataweza kunipa kichwa chake, basi nitamruhusu asome usio baba yake, Kerry aliongea, kisha akatoa mikono yake kwenye shingo ya Eva. Eva alijikuta kitetemeka. Ni wazi kabisa alitishwa na kitendo alichofanyiwa. Kerry si mtu kubembeleza.
Mara nyingi mwanamke akivurugwa anaamini mashine pekee ndio silaha ya kumtoa hasira. Eva alishtuka tu akichaniwa nguo yake ya ndani, kisha mashine ikapenyezwa. Alijikuta akipeleka moto na hata akasahau kama anatakiwa kuwahi kazini. Baada ya kumaliza game, waliingia bafuni kuoga. Siku nyingine usiwe unaonesha kuvurugwa hata kama nimekukosea. Fanya haraka tuwahi kazini ingawa tushachelewa, Kerry aliongea. Eva alionyesha kutabasamu kisha akapiga hatua kuelekea chumbani abadilishe nguo, lakini Kerry alimzuia. Una uhakika mimi na wewe hatujawahi kuonana? Namna ninavyopiga hatua unanikumbusha mbali sana. Kila siku unaniuliza hili swali, hivi uchoki? Eva alijikuta akipandisha sauti. Kuna muda huwa anavurugwa. Pamoja na kunipelekea moto wa maana, bado umevurugwa tu. Au unataka nikupelekee moto tena? CEO wa kampuni wa ABC anaongea kuhusu kumpelekea moto Eva nyuma. Kwa hiyo unanilinganisha na wauni? Mimi na wewe hatujawahi kukutana sehemu yoyote ile. Kerry aliacha tabasamu, hasa kufikiri amepandishiwa sauti. Eva alielekea chumbani kwake kuvaa. Baada ya kumaliza, aliendelea kumsubiri Kerry mlangoni. Aliendelea kumsubiri kama saa zima hivi. Baada ya kuona CEO atoki, alisukuma mlango kumchungulia. Anastaajabu baada ya kuona Kerry kalala. Alidai anawahi kazini. Kwa nini alale? Eva alijiuliza. Hakutaka kumsumbua, alikaa pembeni yake. Muda wote macho yake yalikuwa kwa mdori. Alitamani auchukue, lakini alihofia kuonekana kwenye kamera. Upande wa sekretari Sara anaamua kumfanyia shopping ya maana Angel ili tu wazungumze kila kitu kuhusu Eva. Haikuwa rahisi kwa Angel kuongea pamoja na kufanywa shopping ya maana. Ni ngumu binti huyu kuzungumza mpaka kutana na vitisho. Sekretari Sara alijilisemea moyoni mwake. Alimruhusu Angel aondoke na vitu alivyompatia. Kwa nini umenunulia vitu vyote hivi? Ni kawaida yangu kusaidia. Uwe na siku njema, Sara aliongea kisha akasepa zake. Siku nyingine tukikutana, nitakwambia kuhusu Eva. Wenda unataka kumsaidia pia, Angel alijisemea. Wakati anasubiri usafiri abebe zawadi zake, alishangaa gari la polisi limesimama mbele yake. Madawa ya kulevya yameshapigwa marufuku kabisa, lakini vichwa vigumu kama wewe hapo hamsikii kabisa, polisi mmoja aliongea huku akimweka pingu Angel. Madawa ya kulevya yako wapi? Angel aliongea kwa kupaniki. Si haya hapa, polisi aliongea huku akimwekea Angel. Angel ni kulia tu baada ya kubambukizwa kesi. Wakati anafikishwa kituoni, alifadhilika sana baada ya kumwona sekretari Sara. Huyu mtoto ana shida gani? Sara aliuliza akijitia mwema. Kashikwa na madawa ya kulevya. Fanya kufunika kombe mwanaharamu apite, Sara aliongea kisha akatoa ishara Angel afunguliwe pingu. Kuna muda wa watu wanatengeneza kesi kwa makusudi tu ili waonekane wanafanya kazi. Pole kwa hilo. Na wenzangu ofisini, nilijikuta hapa nafuatilia jambo dogo. Sara aliongea akataka kuondoka. Inaonekana wewe ni mtu mzuri. Nitakwambia kuhusu Eva, Angel aliongea. Eva ni dada yangu, lakini sijawahi kumuelewa. Kuna muda huwa anahisi kama anatumikishwa na watu wasiojulikana. Nakumbuka siku moja ilikuwa ni birthday yangu. Tulivamiwa na watu wabaya. Walitaka wamchukue, uwezi kuamini. Aliwaua wote. Nilipouliza katoa wapi nguvu za kufanya hivyo, alidai katika mwili wake kuna mzuka unaishi. Ilikuwaje akawekwa gerezani? Sielewi, ila polisi walikuja kumchukua tu. Pole, nitafuatilia kwa undani kila kitu kuhusu dada yako. Mtaweza kuishi wote kwa pamoja tena, Sara aliongea kisha akampa lift Angel mpaka kwao. Kwa nini unanipatia hizi pesa zote? Zawadi zote nilizokununulia zimepotea. Ukipata nafasi, tumia hii pesa, Sara aliongea kisha kaondoka zake. Upande wa Kerry, anakurupuka usingizini akiwa amechoka. Macho yake na Eva yaligongana. Naomba uniambie wapi tumewahi kuonana? Kerry alimtupia swali. Eva alikodoa macho kwa swali alilopatiwa. Kabla hajajibu, ujumbe uliingia kwenye simu ya Kerry. Mzigo wenye picha ya upelelezi alirutia hasara bilioni 100 umefika. Naomba uje unipitie hapa kanisani, tuupokee kwa pamoja. Ujumbe kutoka kwa Sisa naye ulisomeka. Kerry alifurahi ndani ya moyo wake kupita kiasi. Alimfungia Eva kama kawaida yake, kisha akasepa. Sekretari Sara alifika kwa wakati pia. Kwa
pamoja walielekea katika kanisa la St. Peter. "Nafurahi kuona mmefika kwa wakati," Sister Naya aliongea. "Kwa wakati huu sitarajii kitu kinachotokosa. Naomba mnionyeshe upendo wa dhati kwa kupatia huo mzigo mikononi mwetu." Kerry na Sarah na Sister Naya pia walitikisa vichwa vyao kuashiria wameelewa. "Vipi kuhusu kazi uliotupatia?" Kerry alimuuliza Sarah. "Bado kidogo tu. Hebu tukamilishe hii kwanza." Waliingia kwenye gari. Wakati huu Kerry hakutaka mchezo. Aliendesha gari mwenyewe. Kwa pamoja walifika bandarini kwa wakati. Sister Naya anaonesha tabasamu pana baada ya kumwona Padri Thomas. Wawili hawa wanafahamiana kwa kazi haramu wanazofanya. Kabla ya kupeana mzigo, waliongea mawili matatu na hata wakachukua picha ya ukumbusho. "Umekuwa kijana mkubwa sasa. Nitakaporudi kwa wakati mwingine, natarajia utakuwa umeoa," Padri Thomas alizungumza. Kerry aliacha tabasamu. Padri Thomas alimkabidhi boksi dogo tu, mfano wa lile zawadi kwa watoto wa shule. Ili boksi mpaka litakufia mkononi mwako. Limeondoka na roho za watu zipatazo 100. Hivyo hakikisha unalipa kisasi chako. Asante sana." Sister Naya alidondosha machozi kabisa. Hakutarajia kama picha ya mpelelezi itafika. Wakiwa katika kufurahi, fumba na kufumbua, alitokea mvamizi akiwa kavalia mavazi meusi. Aina ya pikipiki aliyokuwa nayo ilimpa jeuri. Bila kupoteza muda, aliachia risasi ikapiga mkono wa Kerry. Kabla ya boksi alijafika chini, mvamizi alidaka kaondoka nalo. Cha ajabu hawa hawakushughulika naye. "Nilijua tu hili jambo litatokea. Tusahau yaliyotokea. Naelewa hii risasi mkononi mwa Kerry sio kitu. Mzigo mdogo nimetuma moja kwa moja kwenye kanisa la St. Peter. Lakini picha ya mpelelezi ninayo mimi," Padri Thomas aliongea. "Ila anatoa tu boksi cha chuma chenye picha." Mvamizi mwingine mfano wa Papa Bawa alipita nacho. Kerry alitoa macho. Mavazi ya huyo mvamizi pamoja na mwonekano wake ilimkumbusha mtu aliyewahi kumtia hasara bilioni 100. Alitaka kumfuata, lakini Padri Thomas alimzuia. Kwa pamoja waliingia kwenye gari. "Hilo boksi halina picha pia. Twende kwenye kasiri la ABC. Nitakuonyesha picha," Padri Thomas alizungumza na kufanya wote washangae. "Usisahau kama mimi si mzuri katika swala la uvumilivu. Endapo utanizuga, sita kukufyatua risasi." Kerry alionyesha kupaniki wazi. "Hebu jifunze kutawala hisia zako, tofauti na hapo utashindwa kufanikiwa katika hili," Sister Naya aliongea. Kerry hakujibu chochote zaidi ya kukaa kimya tu. Kwa pamoja walifika katika kasiri la ABC. "Sister Naya, yule binti niliyekuambia umemtoa gerezani ndio mtu aliyewatia hasara bilioni 100. Kerry hakutaka kujadili chochote. Aliwahi chumbani kwake. Cha ajabu, Eva kuwepo pamoja na ule mdori. "Kama unajali kuhusu wosia wa baba yako, utarudi," Kerry alijisemea, kisha akautoa mdori halisi kwenye kabati lake. "Sikutarajia huyo mshenzi anaweza kuwa kichomi kwetu," Sister Naya aliongea baada ya kuingia chumbani kwa Kerry. "Huna haja kuchanganyikiwa. Nina uhakika atarudi hapa." "Kitu gani umemfanyia mpaka arudi?" "Kila kikumbuka penzi langu ni lazima atachanganyikiwa," Kerry aliongea kwa kujiamini. "Hatuwezi kumsubiri arudi. Kwa kuwa tushamfahamu, ni mwendo wa kumkimbiza," Sister Naya aliongea. Kerry ndio kushtuka. Alivuta draw nyingine atazame rekodi zake muhimu kuhusu biashara yake ya madawa ya kulevya. Hazikuwepo. Sister Naya alikaa kwenye kompyuta chapu aone ni kitu gani Eva kafanya kwenye hii nyumba. Aliogopa baada ya kumshuhudia huyo binti akipiga picha kila sehemu yenye ua, lakini huyo hawezi kuwa salama hata kidogo. Watumie vijana wetu wote wa kazi picha yake. Tutamwinda usiku na mchana, Sister Naya aliongea. Secretary Sara hakutaka kuwa mzembe, aliondoka moja kwa moja akaenda kumchukua Angel mateka. Ile Eva anafika nyumbani kwao, alichanganyikiwa baada ya kukutana na ujumbe wa kujisalimisha. Kwa haraka za kusoma uhusia wa baba yake, alifungua mdori kwanza. Alihisi kichwa kinawaka moto baada ya kukutana na kete. Alitoa machozi kwa sababu mdori huu ulikuwa feki. Kama ungekuwa ni original, basi angekutana na karatasi au flash. Akiwa katika uombolezaji, kuna kitu kilidondoka. Kama sikukwepa, basi kingemkandamiza. "Mama!" Eva aliita kwa uchungu. Maskini mama yake alitendewa unyama mkubwa kwa kuchomwa visu vikali kila mahali. Kama atapoteza muda kumfanyia maziko, huenda angeingia hatarini.
alichofanya ilikuwa ni kuondoka katika nyumba hii. Kama atakabidhi ushahidi aliopatiwa kwenye kasiri la ABC, basi atapoteza nafasi ya kupata wosia wa baba yake pamoja na kumwokoa mdogo wake Angel. Lakini kama ataukabidhi mahali husika, basi atafanikiwa kulidondosha kampuni la ABC pamoja na utajiri wao walioutafuta kwa muda mrefu. Hakutaka kukurupuka katika hili. Aliingia porini, akaufikia ushahidi akiamini muda si mrefu atarudi. Baada ya kumaliza, alishika njia moja kwa moja alielekea kwa rafiki yake Mkude. "Nisamehe, nimekuja kwako bila taarifa," Eva alijitetea huko kikaa. "Msenge wewe, usiniambie mpaka sasa hujafanikiwa katika kiwango kidogo." Mkude alifoka. "Mdogo wangu Angel kachukuliwa mateka. Mama yangu kapoteza maisha. Nahitaji utulivu katika hili na si kukurupuka. Siamini kama unapata hata nguvu za kumzungumzia Angel na mama yako. Kama ni kufa waache wafe. Kampuni la ABC limekuwa tishio. Kwa kifupi, jamii yote inaenda kuharibika kwa sababu yao. Kuliko umie kisa nafsi za watu wawili, ni vyema ukafikiri kuhusu watu wengine." Mkude aliongea. Eva aliachia ngumi, ikampasua pua Mkude. "Damu, umenitoa damu." Mkude alilalamika, akataka kumshambulia Eva, lakini hakufua dafu. "Naomba tulize makende yako na usizungumze vitu vinavyoumiza akili yangu. Nitalala hapa kwako. Utakapopambazuka nitajua niende wapi. Kuna kazi ndogo, naomba unisaidie kunifanyia." "Kazi gani?" "Naomba umfikishie ujumbe Keri kuwa nahitaji kuonana na yeye saa 4:30 usiku. Nitafurahi kama atakuja mwenyewe." "We kichaa kweli. Ni kitu gani unataka kuongea na huyo jamaa saa 4 za usiku? Au unataka kupelekewa moto? Huna haja ya kufanya hivyo. Hata mimi nayaweza mambo." Mkude aliongea huku akitaka kufungua zipu ya suruali. Eva alitaka kumpasua kichwa na nyundo afe, lakini baada ya kufikiria kuwa huyu ndio mjumbe anayetakiwa kwenda, Keri alimsamehe. "Naomba ufanye ninavyokuambia. Kama nitafanikiwa kuonana na Keri, basi nitakupelekea moto mwenyewe." Eva aliongea. Mkude alicheka basamu. Kuna muda akili zake huwa zinavurugika. Alisogeza mdomo wake akambusu. Eva hakuwa na namna zaidi ya kutulia tu. Linapokuja swala la kufika ujumbe bila kujali ni katika mazingira gani, basi Mkude huwa anafanya kazi vizuri sana. Akutishwa na ukubwa wa kasiri la ABC, alibonyeza batani ya getini. Mlinzi alifungua akiwa kakunja sura yake. "Naomba kuzungumza na Keri. Mweleze nipo hapa kumpatia ujumbe wa Eva." Mlinzi alipiga simu chapu kwa bosi wake. Keri alikuja mbio akiwa kavaa boxer tu. "Eva anataka nini?" Mkude alisogea akamnongoneza masikioni. Vile demo lake refu sasa, Keri alisi kama anapigiwa tarumbeta hivi. "Mjumbe afage bwana, lakini kutiwa jelani kawaida." Baada ya Mkude kufikisha ujumbe, alikanyagwa teke la kwenye makende. Keri akuzungumza chochote, aliondoka. Anapanda ngazi tu, Sister Naya alimdaka. Sekretari Sala kashampeleka Padri Thomas uwanja wa ndege. "Naomba kujua ni kitu gani ninatakiwa kumtendea Angel." Dada yake kaomba kuonana na mimi. "Vuta subira, tujue ni kitu gani hicho anataka tuzungumze. Wenda amekuwa kiakili." Keri aliongea kisha kaendelea na safari yake. "Kwa nini Padri Thomas alitaka kumtoa Eva gerezani? Angeniambia moja kwa moja kuwa ni mpelelezi. Sijui kwa nini nafikiria hivi, lakini kuanzia sasa utakuwa na kazi ya ziada na huyo mtu bila kujalisha nakaa Hispania." Sister Naya alimtumia ujumbe Sekretari Sala kisha kaelekea zake kazini. Mida usiku ilipowadia, Eva alivaa nguo nzuri kana kwamba anaenda kuonana na boyfriend wake. "Usisahau kunipelekea moto pindi utakaporejea," Mkude alikumbusha. Eva alicheta basamu kisha kaondoka. Walikubaliana kukutana sehemu ya wazi itakayowazuia kushikana silaha. Keri alikuwa wa kwanza kufika katika hoteli ya Karina. Eva pia alifika. Bila kutia chumvi, ni mzuri kiasi cha kuyachezesha mapigo ya moyo wa Keri atakavyo. "Naweza kusikia ni kitu gani unataka tuzungumze?" Keri aliachia swali. "Na kuomba umwachie Angel. Hana hatia katika hili. Naweza kusema mama yangu karipa sehemu kubwa sana. Bilioni 100 haziwezi kulingana na thamani ya mama yako. Kama una kitu kingine, naomba niondoke. Nimekumisi." Keri alitaka kupindua meza mchinje kabisa, lakini mazingira yalikuwa hayaruhusu. "Umeondoka na nyaraka zangu muhimu. Umepiga picha vitu vya ndani kwetu kama sehemu ya ushahidi. Alafu unasema umenimisi.
Kukumisi kwangu hakuhusiani kabisa na mgogoro uliopo kati yetu. Kwa hiyo unataka kugongelewa msumari? Ndiyo, mimi na wewe tulikutana Hispania. Ile siku nilikuwa na uwezo kukuua, lakini uzuri wako ulinizuia. We Makario, pamoja na kunitia vile hasara, bado ulitaka kuondoka na roho yangu. Ni sehemu ya kazi tu. Kerry alisoma mazingira baada ya kuona kila mtu yupo busy na mambo yake. Walibebana na Eva mpaka chumbani namba 120. Kila mmoja alionekana kumkumbuka mwenzie. Kerry aliongozana usukani, lakini alipokumbuka bilioni 100 zake, alianza kumnyonga Eva. Nani yupo nyuma yako? Nauliza hivi kwa sababu mtu anayejua kama kampuni ya NBC inajihusisha na usambazaji wa madawa ya kulevya, imekuwa ni ajabu kwa mtu kama wewe kwanza kutufuatilia. Kerry alifoka. Eva alikuwa tayari kufa na si kuzungumza. Alipoona Kerry kazamiria kumuua kweli, alifurukuta, wakaanza kuchapana ngumi. Kama utamwachia huru Angel, basi nitakupatia nyaraka zote nilizochukua kwako, Eva alitoa ahadi akiwa tayari kusepa. Umesahau kuhusu usio wa baba yako? Niletee kichwa cha mtu aliyeandama kampuni ya ABC, nitakusamehe kwa kupita katika njia zangu, Kerry aliongea kisha akasepa. Eva alirejea nyumbani kwa Mkude akiwa kachoka. Hakutaka kusikia makelele yake. Alimzimisha, akamweka kwenye sakafu, kisha yeye akalala kitandani. Anakuja kushtuka akiwa kafungwa mikono na minyororo. Nipatie ushahidi uliochukua kwenye kasiri la ABC. Sauti ya Pedro Thomas ilimshtua. Bosi, nitarajia utakuwa Hispania. Nilikuwa na mpango wa kuja. Sielewi kwa nini safari hii umechukua muda mrefu namna hiyo kukamilisha kazi zangu. Au ni kwa sababu ya usia wa baba yako? Padri Thomas aliuliza, kisha akampa ishara Mkude ya kuupiga shoti mwili wa Eva. Eva hakuakiria. Ndani ya moyo wake aliendelea kumuomba Kerry asimfanye kitu chochote mdogo wake. Baada ya Kerry kufika katika kasiri la ABC, alipitiliza bafuni kuoga kwanza. Mwache Angel alituma ujumbe kwa Sara. Sara alikosa uvumilivu. Kwa mara ya kwanza kabisa alishika simu yake kuhoji maamuzi ya bosi wake. Kwa nini unataka tumwachie Angel? Ni kitu gani utapata katika hili? Natarajia kuletewa kichwa cha mtu aliyempatia kazi ya kunichunguza. Naomba usiniulize sana maswali, Kerry aliongea kisha akakata simu yake. Akili yake ilikuwa imechoka sana, lakini pamoja na yote alishikwa na tamaa ya kujua ndani ya mdoli kuna nini. Alitaka kupasua, lakini kama atafanya hivi atakuwa amemkosea Eva. Mbwa huyu, tangu lini nimeanza kumfikiria, alijiuliza huku akigeuza macho yake huku na kule. Ulivyopambazuka asubuhi, Secretary Sara alimuingiza Angel kwenye gari akiwa kamfunga macho na kitambaa. Sielewi huyu anapelekwa wapi? Sasa naye alioji. Bosi kadai tumwachie. Kizembe namna hiyo? Hebu tumkate hata sikio lake moja. Nilinywa supu. Angel kusikia hivyo aliogopa sana. Secretary Sara aliachia tabasamu. Utani wa Sister Naya ulikuwa mkali mno. Angel alirudishwa nyumbani kwao. Moyo wake uliumia baada ya kupewa taarifa kuhusu kifo cha mama yake. Kila alipotaka kulia, machozi yalikuwa hayatoki. Upande wa Eva, anakuja kurejesha fahamu zake akiwa katika chumba kizuri sana. Kwa haraka aligundua yupo kwenye hoteli ya kifahari. Pembeni yake kulikuwa na ujumbe ulioachwa. Naelewa uwezo wa kumlea shahidi ulidondoka. Kampuni ya ABC unayosema unahofia kukosa mdoli wenye usia. Nitakuletea wa mdoli mikononi mwako. Naomba uniletee kichwa cha Kerry. Hayo mengine niachie mimi. Ujumbe ulisomeka. Eva alishusha pumzi zake. Alisimama, akaanza kuvaa nguo. Si mtu wa kutumia simu, lakini siku ya leo aliachia simu yake mezani. Halo, aliongea baada ya simu yake kuita. Fanya haraka kutoka nje. Kama utachelewa, basi tutapoteza bahati. Sauti ya Mkude ilisikika. Eva alitoka nje kama alivyoelekezwa. Kwa pamoja walielekea katika kanisa la St. Peter. Walifanya chapu kubadilisha mavazi yao, wakawa kama watawa. Japo Kerry ni mtu wa mambo mengi, lakini alijitahidi sana kuhudhuria kanisani. Misa ikiwa inaendelea, Eva alivuta sindano ya sumu. Lengo lake ilikuwa ni kumdunga nayo Kerry, aliyekuwa amekaa naye umbali wa watu 5. Ile anajiandaa kumsogelea, aliishiwa pozi baada ya kumwona Angel. Angel si mateka tena, Eva alijisemea, kisha akairudisha sindano. Hakutaka kumwachia mdogo wake tena. Alisimama kisha akaenda kumchukua. Macho ya watu yaliishia kwao. Ni ajabu sana mtu kuondoka kabla ya misa kuisha.
Japo wapo ni kanisani, lakini Sister Naya ana watu wake. Ilikuwa ni changamoto kwa Eva kutoka. Kila alipogeuka alikutana na sura za kazi. Bahati mbaya sasa, Angel alipigwa risasi na muuaji maalum aliyetumwa na Padri Thomas. Eva aliangua kilio kilichopenya masikioni mwa Kerry aliyekuwa bize kutubu dhambi zake kimoyomoyo. Baada ya muuaji kukamilisha jambo lake, Eva kutaka kuachia ili jambo limpite, alimfukuzia mpaka alipomkamata. Nani kakutuma muue mdogo wangu? Eva aliuliza. Umepewa kazi ya kumuua Kerry siku ya leo, lakini umeshindwa. Nafasi ya mdogo wako imetumika kama faida. Muuaji aliongea. Kwa hiyo Padri Thomas ndo kakutuma muue mdogo wangu? Jibu unalo tayari. Muuaji aliongea. Akataka kusepa, lakini Eva hakuwa tayari kumwacha aondoke. Alimvunja shingo yake. Alirudi katika kanisa la St. Peter auchukue mwili wa mdogo wake, lakini haukuwepo. Kwa kifupi, kulikuwa kumesafishwa kama hakuna tukio lililotokea. Maiti ya mdogo wangu iliyokuwa hapa chini imeenda wapi? Eva alimtupia swali mlinzi aliyekuwa getini. Maiti ipi? Usiniambie hujashuhudia shambulio lolote lililofanyika dakika 20 zilizopita. Ukweli sielewi nini unazungumza. Eva hajaongea chochote. Sekretari Sala alikuja. Walisogea chemba kwa ajili ya mazungumzo. Mdogo wako hajapoteza maisha. Muuaji aliyemshambulia hajui kutumia risasi. Angel yuko wapi? Naomba mlete hapa. Yupo mikononi mwa Sister Naya akipatiwa huduma. Pindi atakapopona atarejeshwa mikononi mwako kwa sharti moja tu. Sharti gani? Utaambiwa pindi mdogo wako atakapoimarika. Sara alizungumza, kisha akatega mgongo wa Sepe, lakini kuna kitu alikumbuka. Alimgeukia Eva. Ni vizuri kama utapima ujauzito, Sara aliongea, kisha kasepa. Macho yalimtoka Eva kwa maneno aliyoambiwa kuhusu ujauzito. Kwa wakati huu hakutaka kumfikiria Angel kwanza. Alienda moja kwa moja hospitali kupima ujauzito. Majibu ya daktari yalimshtua sana. Hakutaka kuonyesha mshtuko wake hadharani. Wakati anatoka, alikutana na Mkude. Padri Thomas anakuita. Mwambie nipo bize na kuhusu kazi zote alizonipatia. Naomba tusitishe kwanza kwa sasa. Eva, umechanganyikiwa? Akili yangu ipo sawa kabisa. Nitafurahi tu kama utamfikisha ujumbe wangu kwa wakati. Eva aliongea, kisha kaondoka zake. Mkude alishakugeuza macho tu. Eva si mtu wa kumpuuza Padri Thomas. Mida ya usiku, Kerry alikuwa chumbani kwake, anatafakari. Hadithi mlango wake unagongwa. Alisimama taratibu, akaenda kufungua. Aliachia tabasamu kimtindo baada ya kukutana na Eva. Vipi, umenimisi tena? Na ujauzito wako sijui imekwaje hata ikatokea hivi. Eva aliongea huku akimuonesha majibu ya daktari. Kerry aliachia kicheko, hakuwa akiamini maneno ya Eva. Eva alisikia hasira kupita kiasi baada ya kuona mwanaume huyu anamletea mzaa. Hakusita kuachia ngumi. Kerry hakukubali kupigwa. Walianza kuvutana. Pulukushani hizi zilisikika masikioni mwa Sister Naya aliyekuwa bize kunywa chai. Aliweka kikombe cha chai mezani, kisha akaanza kupandisha ngazi. Kitu gani mnafanya? Sauti ya Sister Naya iliwashtua. Vireva alikuwa chini na Kerry alikuwa juu. Hatimaye umejileta mwenyewe mikononi mwangu. Unajua mpaka sasa nina mashaka na uhusiano uliopo kati yako na Padri Thomas. Sister Naya aliongea huku akikaa. Unamaanisha nini kusema hivyo? Padri Thomas yupo Tanzania na si Hispania. Kuna picha nimetumiwa na Sekretari Sala akiwa anafanya maongezi na Eva. Ni picha ya zamani sana, kabla hata huyu kichaa hajatutia hasara ya bilioni 100. Inaonekana hao wawili ni washirika. Kerry aliomba kuonesha hiyo picha. Alijikuta kicheka baada ya kugundua Thomas na Eva ni washirika. Hebu nenda kaniletee kichwa cha Padri Thomas sasa hivi. Tofauti na hapo, mdogo wako Angel atakufa kifo cha mateso. Kerry aliongea. Vipi kama nitapoteza maisha? Nina ujauzito wako. Eva aliongea. Ujauzito hata paka huwa anakuwa nao. Naomba usiongeze neno lolote. Masaa mawili yakipita bila kuleta kichwa cha Padri Thomas, nitamuua Angel. Lakini kama utafanikiwa, basi utaondoka na mdogo wako pamoja na usio baba yako. Kerry aliongea. Nitafurahi kama utaniletea mashine ya Padri Thomas na mayai yake. Fanya kusepa. Dakika zimeanza kutembea. Sister Naya aliongea. Eva aliondoka akiwa kapoa. Pamoja na kwamba Padri Thomas alifanya jaribio la kumuua Angel, lakini amekuwa bosi wake kwa muda mrefu sana.
Hapana, siwezi kumuua Thomas. Badala yake nitamwokoa Angel kwenye kasiri la ABC. Eva alijisemea, kisha akaenda getoni kwa Mkude. Kitu gani kinakuvuruga akili yako? Mkude aliongea. Nataka nimwokoe Angel. Kwa wakati huu, naomba uwe upande wangu. Unamaanisha nini? Unataka kumsaliti bosi? Hapana, siwezi kufanya hivyo. Na sitakaa nifanye hivyo. Ili linamhusu Angel. Kwa hiyo, unataka mimi nikusaidie kiaje? Kama itatokea nimepoteza maisha, naomba itafute maiti yangu pamoja na Angel. Kwa udi na uvumba. Hivyo tu. Eva aliongea, akataka kuondoka, lakini Mkude alimdaka mkono. Kama utarudi mzima, naomba nikuoe na tukaishi mbali. Na kabla Mkude hajamaliza maneno yake, alitulizwa na teke, akageuka kule. Ulikuwa ni muda wa kufanya vitu vya msingi na si kuzungumzia vitu vya kipuuzi. Eva alielekea moja kwa moja mpaka sehemu aliyowahi kuzika nyaraka na vitu muhimu kuhusiana na familia ya ABC. Cha ajabu, hakukuwa na kitu chochote zaidi ya mdori anaouamini unaohusiwa baba yake. Alifanya haraka kupasua aone ndani yake kuna nini. Mwanaume pekee anayekufaa katika dunia hii ni Kerry. Hivyo fanya juu chini mpaka umpate. Kupitia yeye anaamini ndoto zako zitatimia. Ujumbe ulisomeka. Eva alijikuta kicheka. Siku zote aliamini huu mdori utakuwa umebeba wosia wenye maneno ya maana. Ile anataka kuuchana tu. Alishangaa sana baada ya kumwona Angel. Kwa pamoja walililia machozi ya furaha. Huu ni ujumbe kutoka kwa Kerry. Angel aliongea. Eva alishika bahasha akiufungua chapu aone kilichomo. Nimekusamehe kwa kunitia hasara ya bilioni 100. Naomba uondoke na mdogo wako. Sijui ni wapi mtaenda, lakini huku hakufai tena. Ujumbe ulisomeka. Eva aliuchana ujumbe kisha akamtazama Angel. Upasi kuelewa kila kitu, lakini nina hela nyingi sana kuliko unavyofikiria. Nitakupeleka Marekani ukasome. Hakikisha unasoma kwa sababu maisha ni magumu kupita maelezo. Siwezi kukaa mbali na wewe dada yangu. Ni lazima ukae mbali na mimi kwa ajili ya usalama wako. Bado nina vitu vingi vya kufanya. Siku ya leo utalala hotelini, ila kutakapopambazuka nitakupeleka airport. Eva aliongea huku akijizuia kutapika. Yalizoirika basi, alijikuta akitapika tu. Usiniambie wewe ni mjamzito na unataka kukaa mbali na mimi, au ni kwa sababu tumechangia mama tu? Umewaza mbali sana, utakiwi kuwaza hivyo. Sawa, nitaenda popote kule unapotaka. Angel aliongea kisha akamkumbatia dada yake. Kerry na sekretari Sala walikuwa wamejificha chocho. Ana ujauzito wangu, siwezi kumwacha. Fanya juu chini, umlete katika kasiri la ABC. Vipi kuhusu Padri Thomas? Achana naye. Nina uhakika kajifunza. Kerry aliongea huku macho yake yakiwa kwa Eva. Eva na Angel walienda kulala hotelini kwa makubaliano ya kwamba kutakapopambazuka Angel atapeleka airport akasome Marekani. Lakini mambo yalienda tofauti, kwani kulivyopambazuka Eva alijikuta yuko mwenyewe tu. Naomba usinitafute, nimeshakuwa binti mkubwa sasa. Nitajua kwa namna gani nitaendesha maisha yangu bila msaada wako. Eva alihisi kuchanganyikiwa. Hakutarajia kama mdogo wake anaweza kuwa na maamuzi tofauti na alivyokuwa kayaamua yeye. Akiwa katika kuumwa kichwa, mlango wake uligongwa. Japo alikuwa amevurugika akili yake, lakini haikumzuia kukunja ngumi, kukubaliana na mgeni aliyekuwepo mlangoni. Endapo atakuwa mtu mzuri. Endapo hatakuwa mtu mzuri. Nimekuja kukuchukua hapa kwa maagizo ya Kerry. Naomba usilete fujo. Sekretari Sara aliongea. Eva aliacha tabasamu la kibabe. Ni wazi kabisa hakuwa tayari kuongozana naye. Dakika 20 zijazo natakiwa ni ofisini. Hivyo naomba usitumie muda mwingi kubishana. Kama shida ni mdogo wako Eva, yupo katika kasiri la ABC. Eva yupo katika kasiri la ABC? Usiniambie kashikiliwa mateka tena. Mambo yamebadilika. Watu wapo bize na mambo. Hivyo kumweka Angel mateka ni kuchezea muda. Twende kujionea mwenyewe kitu gani kimemleta. Sekretari Sala alizungumza. Eva alikuwa wa kwanza kuongoza njia. Hata walipoingia kwenye gari, aliomba yeye kushika usukani. Sekretari Sala hakuwa na shaka, alimruhusu. Walitumia dakika 10 tu kufika katika kasiri la ABC. Eva alishangaa baada ya kumuona mdogo wake kavaa nguo za maid, aka dada wa kazi. Mbwa wewe, tulikubaliana kitu gani? Mbona unakuwa mkorofi namna hiyo? Eva alifoka. Samani, sielewi ni kitu gani unazungumza.
Angel alimkana dada yake. Kabla hajaongea, Sister Naya alikuja akiwa kavaa nguo zake za kitawa. Kerry kalieleza kuwa una ujauzito wake. Ni jambo jema sana hilo. Kuanzia leo utaishi hapa bosi na si mfanyakazi. Naomba usichanganyikiwe kuhusu Angel kwa sababu ana akili nyingi kuliko wewe. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Sister Naya aliongea kisha kaendelea na safari yake. Maneno ya Sister Naya yalikuwa na ukakasi, lakini Eva aliyapuuzia. Ila anapandisha ngazi tu, alijikuta kitulia kidogo baada ya kukutana na Kerry. Kitendo cha macho yao kukutana tu, mapigo ya moyo yalibadilika. Kuna namna wote walikosa hewa. Ni wazi kabisa, chembe za upendo zimeanza kuzalishwa katika mioyo yao. Wakati wao wanatazamana kwa upendo, Angel aliachia tabasamu fulani hivi lenye ukakasi. Alivuta kikaratasi kilichokuwa kwenye suruali yake. Kiliandikwa wosia wa mama. Alirudi kukisoma kwa mara nyingine tena, ingawa alikuwa amekwisha kukisoma. Mwanaume pekee atakayefaa katika dunia hii ni Kerry. Hivyo fanya juu chini mpaka umpate. Kupitia yeye naamini ndoto zako zitatimia. Ujumbe ulisomeka hivyo. Alijikuta kidondosha chozi. Moyoni mwake alihisi kama Eva anataka kuchukua nafasi yake. Upande wa Padri Thomas, akiwa anavuta sigara kubwa mfano karoti, alichukua picha yenye sura ya Eva pamoja na Angel, akazitia kwenye kapu dogo. Mchezo ndo unaanza, alijisemea huko akiacha tabasamu. Ni wazi kabisa yeye ndo aliandika wosia hizi mbili feki, kisha akabaki na wosia moja original. Ulikuwa kama utani hivi, lakini Angel alianza kumchukia dada yake. Nimekuwa mwema kwako kupitia wosia walioacha mama yako. Nitakusaidia kufika malengo yako. Naomba uniambie nini unataka ili niweze kukusaidia. Padri Thomas alimwambia Angel. Nitafurahi kama utampeleka dada yangu sehemu ambayo hawezi kurudi. Kama akiwekwa kwenye magereza huko Ulaya, itakuwa ngumu kwake kutia mguu wake Tanzania. Kwa ninavyomjua Eva, magereza ya Ulaya hayamsaidii kitu. Kumuua pia ni changamoto, lakini kwa kuwa wewe ni ndugu yake, itakuwa rahisi sana kwake kuingia mtegoni. Kwa hiyo unataka nimuue dada yangu? Sina hakika kama naweza kufanya hivyo. Tangu nizaliwe sijawahi kufanya jaribio la kumuua mtu. Naelewa hujawahi kufanya jaribio la kuua mtu, lakini nina uhakika ni watu wa wewe kuwajaribu pia. Angalia binti, hii perfume ni nzuri sana. Hakikisha unampatia Eva kama zawadi. Kwa hiyo atakufa taratibu kupitia hii sumu. Ndiyo. Kama atakuwa anaitumia kila siku, ndani ya wiki 2 tu tutapata majibu. Ni mjamzito yule, sina hakika kama hii perfume atawezana nayo. Kama kweli anakupenda kwa dhati, atawezana nayo. Hakikisha. Padri Thomas alifunga mjadala kwa kumpatia perfume. Eva aliondoka akiwa na pressure ndani ya moyo wake. Hakuwa kijiamini katika hili. Baada ya kufika katika kasiri la ABC, alishtuliwa na kelele za Eva akikimbizana na Kerry. Hakuamini kama wawili hawa wamefikia hatua ya kucheza michezo ya kitoto. Hakika mapenzi ni uchawi ya hali ya juu. Pamoja na dada yako alimtia hasara bilioni 100 Kerry, lakini kampenda mtu. Hii ni ajabu sana. Sekretari Sara alizungumza huku akipeleleza kimya kimya ni kitu gani Angel kahifadhi kwenye pochi yake. Inapendeza kuona maadui wawili wanapendana. Moyo wangu unafurahi hakika, Angel aliongea huku akilazimisha tabasamu la uongo. Sekretari Sara alimuonesha tabasamu pia, kisha kaendelea na safari yake. Mida ya usiku, Angel akiwa amelala, aliibiwa perfume ya sumu aliyoipokea kutoka kwa Padri Thomas. Anaamua kutafuta perfume nyingine yenye mfano sawa na hii. Angel akiwa ajui chochote, ulivyopambazuka asubuhi, alimkabidhi dada yake huku mikono ikiwa inatetemeka. Nahitaji kumlea mtoto wako kwa mapenzi yote. Naelewa wewe ni mtu wa mishemishe sana, na ndio sababu nimeshindwa kukufuatisha maamuzi yako. Pokea hii perfume kama sehemu ya samani. Eva aliacha tabasamu kisha akamkumbatia mdogo wake. Sifurahii wewe kuwa usigero mahali hapa. Nitakupeleka Marekani na kuamini utapata elimu nzuri. Naomba uamini katika maamuzi yangu kwa sababu nakupenda sana mdogo wangu. Nafurahi kuona unajali kuhusu mimi. Pindi mtoto wako atakapozaliwa, nitaondoka. Kwa sasa acha tuniwe ya usigero katika nyumba hii. Angel, naamini una akili. Sidhani kama mtu atatokea kukufundisha vitu vibaya. Nasema hivi kwa sababu nawajua watu. Eva aliongea kisha kaondoka akiwa na perfume aliyozawadiwa. Sekretari Sara akiwa na Sister Naya juu ya kibaraza walimsindikiza kwa macho Eva. Haonekani kuwa na macho ya usaliti.
ukilinganisha na Angel. Ngoja tuone mwisho wa mchezo huu ni nini. Zile nyaraka zote ulizowahi kuchukua kwa Eva zitenganishe chumbani kwangu. Huyu mtoto anaonekana kuwa na ujasiri uliopitiliza. Nina uhakika atatia miguu chumbani kwangu. Mara kwa mara anaonekana kuniangalia sana. Sister Naya aliongea kisha akasepa zake. Baada ya Eva kuingia chumbani kwa Kerry, alikaa kitandani. Eva alisikia jina lake likiitwa, ila anageuka tu alijikuta akipiga kelele. Kerry alikuwa kavaa kinyago mfano wa chui mwenye hasira kali. Mwanaume wewe, ni mchezo gani ya kushituana moyo? Vipi kama ningejikojolea? Ungejikojolea mara ngapi? Ushajikojolea, Kerry aliongea huko akicheka. Sikutarajia kama unaweza kuwa na michezo kama hii, Eva alilalamika huko akiwaza ataendaje bafuni. Kuna namna kashakuwa muoga tangu ashike ujauzito. Kerry alitambua hili, hakutaka maneno mengi, alimvua nguo zote kisha akampeleka bafuni. Yaani hata bila kusema neno na kupenda, macho yao yalizungumza kwa kila mmoja anayemwelewa mwenzake. Tutatoka auti leo, sijisikii kupata chakula hapa nyumbani, Kerry aliongea. Auti? Eva aliuliza kwa mshangao kwa sababu hajawahi kutolewa auti mpaka anafika hapa. Vipi? Ni kitu cha ajabu sana. Hapana, ni vile sijawahi kupewa hii mialiko. Kerry alicheka. Baada ya kumaliza kuoga, alianza kumpaka mafuta. Alikuwa anamtendea kama mtoto hivi. Kwa pamoja walivaa nguo kwa ajili ya mtoko. Sister Naya pamoja na Secretary Sara walifurahia maendeleo yao, lakini ilikuwa ni tofauti kwa Angel. Kuna namna aliona kama anaibiwa kitu cha thamani. Samani, kuna kitu nataka nikwambie, Angel alimwambia dada yake kabla hajaingia kwenye gari. Ni jambo la dakika ngapi? Dakika 10 tu, Angel aliongea huku akimchungulia Kerry. Kerry aliniachia tabasamu kumaanisha hamna shida. Huo si aliniachia mama. Sikuwa na shauku ya kufungua, lakini siku ya jana nilipata kufungua, Angel aliongea. Eva alichukua karatasi akaanza kusoma. Huna vigezo vya kuwa na huyo mwanaume. We bado ni mtoto kuelewa. Na ndio maana nilitaka uende Marekani kusoma. Mama yetu hakuwa akijua kusoma wala kuandika. Mtu aliyeandika huo wosia ndio aliyeandika wosia kuhusu Kerry pia. Mwanzo sikuwa nimefikiri vizuri, lakini sasa nimepata jibu. Asante kwa kunishirikisha, Eva aliongea kisha kaelekea kwenye gari. Mbona kama umevurugwa? Kerry aliuliza. Chakula chetu cha mchana tutakipata mahali atakapokuwa Padri Thomas. Sahau kuhusu kwenda hotelini, Eva aliongea kisha kaondoa gari. Kerry alikuwa na kusema sasa. Muda wote alikuwa anamtazama Eva, anaonekana kupenda kupita kiasi. Upande wa Padri Thomas akiwa anacheza draft na kijana wake wa kazi, anacheka tabasamu baada kumwona Eva akiwa na Kerry. Inaonekana yule mbwa kashindwa kazi niliyompatia, alijiwazia ndani ya moyo wake, kisha akamtimua kijana wake wa kazi. Kwa pamoja walikaa mezani wakaanza kucheza draft huku akipiga story. Nitafurahi kama utanipatia wosia original wa baba yangu, Eva aliongea. Kerry alishangaa sana baada ya kusikia wosia aliompatia Eva haukuwa halisi. Maana yake ni kwamba upo tayari kunifanyia kazi yangu ya mwisho kabla sijarudi Hispania, si ndio? Padri Thomas aliachia swali. Kazi gani hiyo? Eva aliuliza. Padri Thomas alimpa ishara asogeze sikio. Eva alifanya hivyo. Muue Kerry sasa hivi. Tofauti na hapo, kichwa cha Angel kitakuwa hapa, Padri Thomas alimnong'oneza. Eva alisikia hasira kwa kazi aliyopatiwa. Alijikuta akimvuta makende. Makende yenyewe yapo basi. Alijikuta kiduatu. Naomba nifanyie kazi yangu haraka iwezekanavyo, ndipo nitaweza kukupatia wosia original baba yako. Eva ni binti mjanja sana. Alimtazama usoni Padri Thomas kwa makini mkubwa. Wewe ni feki. Siku ya leo nitapata kuifahamu sura yako halisi. Padri Thomas hakuwa tayari kumbuka. Alipuliza kipenga, vijana wake wote wakaja. Una machaguo mawili, kuondoka na Kerry au niletewe kichwa cha Angel. Unanitishia? Siku ya leo tutauzika uhusiano wetu ulioujenga kwa muda mrefu, Eva alizungumza. Alitaka kumshambulia Padri Thomas. Kerry hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Siku zote ni mtu mwenye kujiamini kupita kiasi. Ujasiri wake huu huwa unamkwaza sana Thomas. Nasubiri nini kumshambulia? Waueni wote, alitoa amri. Cha ajabu, silaha zote zilimgeukia yeye. Kitu gani kinaendelea? Eti Mkude, unataka kuniua pia? Ili hali mimi ndo nakuweka hapa mjini? Alifoka. Upo hai mpaka sasa kwa sababu yangu mimi Mr. Robert.
nilikuja mapema tangu ile siku uliomtuma binti yako kunitia hasara ya bilioni 100. Kerry aliongea na kumfanya Eva ashangae. Taratibu alipiga hatua mpaka akamfikia Padri Thomas. Alichukua kisu akamkwaruza usoni. Uwezi amini, haikotoka damu. Moja kwa moja alielewa ngozi hii ya juu ni kinyago. Alivuta yote, alijikuta kiogopa baada ya kuiona sura ya baba yake. Kwa hiyo yule mtu tuliyemzika hakuwa wewe? Eva aliuliza huku akirudi nyuma akionekana kumuogopa baba yake, hasa akikumbuka kazi walizozifanya kwa pamoja. Zilikuwa ni kazi ngumu sana, lakini waliweza kuzishinda, isipokuwa hii ya mwisho. Ukisha kula kiapo cha upelelezi, unatakiwa kubeba mpaka unaingia kaburini. Umekuwa msaliti, ni lazima ufe kwa sababu umeshindwa kukamilisha kazi uliyotumwa kufanya. Kampuni la ABC wanafanya biashara haramu. Kama tusipowaangusha kwa wakati huu, basi itachukua miaka 50 kuwapoteza. Padri Thomas aliongea kisha kakaa, hakuwa na hofu hata kidogo. Wakiwa bado katika mazungumzo, mlango ulifunguliwa. Kuna mzigo uliletwa, hivyo Mkude aliupokea. Lilikuwa ni box la kati tu. Kwa kuwa Kerry ndo bosi wa vijana wote wanaomfanyia kazi Padri Thomas, alimkabidhi boksi lililoletwa. Ile inafungua, moyo wake ulishtuka baada ya kukutana na kichwa cha Angel. Si rahisi kwa mtu kubaki kuingia kwenye kasiri la ABC na kufanya hili tukio bila kusanukiwa. Inaonekana kati ya Sister Naya na Secretary Sala, mmoja si mtu mzuri. Kerry alijisemea kisha akamsogezea box Eva ajionee pia. Angel! Eva alipiga kelele, hakutaka kufikiri mara mbili. Alimchoma visu baba yake mpaka alipohakikisha amepoteza maisha. King'ola cha gari cha polisi kilisikika. Kama watakaa hapa, basi wataingia hatarini. Kerry alimshika Eva mkono kisha wakaondoka. Mkude pia aliwafuata kwa nyuma, kisha vijana wengine walisalia hapa kama sadaka. Kuna jambo alipo sawa kwenye kasiri la ABC. Kama sitafuatilia sasa hivi, huenda kila kitu kikateketea. Wewe ni mjamzito, utakiwa kufanya heka. Naomba pumzike. Kerry aliongea. Kupumzika? Unasema kupumzika ili hali Angel wangu amekufa kwa kuchinjwa kama mnyama? Siwezi kupumzika. Kerry hakuwa na namna. Kwa pamoja walielekea katika kasiri la ABC. Kulikuwa kumepoa sana, kama hakukaliwi na watu. Kama sio Eva kumshikilia Kerry, basi angedondoka chini. Sister Naya alikuwa ameng'ang'anizwa mfano wa ng'ombe buchani. Sebule yote ilitapakaa damu. Secretary Sala! Kerry alipiga kelele za uchungu. Naomba mzike shangazi yangu kwa heshima. Nataka kuweka mambo sawa. Naelewa ni wapi Secretary Sala atakuwa kwa huu muda. Nimewahi kumuonesha hazina feki ya familia yetu. Nina hakika ndio atakuwa ameelekea huko. Kerry aliongea. Nataka kuona ni kitu gani anataka kufanya. Moyo wangu unaniambia Secretary Sala si mtu mbaya. Eva aliongea. Kwa nini unasema hivi? Namna alivyong'ang'anizwa na Sister Sala inatosha kuniambia yeye pia alikuwa upande wako kwa ajili ya maslahi. Naomba tushirikiane katika hili. Kerry hakuwa na neno. Mkude pia aliwafuata kwa nyuma. Wanafanikiwa kufika katika pango la siri kuliko fichwa hazina feki ya familia ya ABC. Secretary Sala alikuwa mahali akiteketeza ushahidi wote aliokuwa umepatikana kwa ajili ya kumwangusha Kerry. Nilikwambia Secretary Sala hakuwa mtu mbaya. Eva aliongea. Sister Naya hakuwahi kukupenda. Sister Naya hakuwahi kukupenda na yeye ndo alihusika kwenye vifo vya wazazi wako. Alitaka kuupeleka ushahidi huu polisi, lakini kabla ya hapo alitaka kukuibia pesa. Mzigo mkubwa tuliokuwa tunautarajia hauwezi kufika kwa sababu ya kuwekea vikwazo. Ni kama alikuwa anataka uingie hasara ya bilioni 500, lakini kikwazo hicho tumekishinda. Secretary Sala aliongea. Ni ajabu sana kuona mtu wa karibu kama yule kuwa msaliti. Asante kwa kazi nzuri. Naweza kujua kwa nini unafanya biashara haramu? Kwa haraka tu, peke yako ndio unafaidika katika hii. Eva aliongea. Laiti kama ungejua pesa inayopatikana kwa 1% kubwa inatumika kusaidia watu wasiojiweza. Hata usingepoteza muda wako kunietia hasara bilioni 100. Naomba turudi nyumbani sasa. Hatutakiwi kukumbuka kuhusu usaliti. Kerry aliongea. Kerry, Paria anafanya kazi vizuri sana huko ofisini kuliko hata wewe. Una haja ya kufikiri sana kuhusu ustawi wa kampuni lako. Secretary Sala alimkumbushia. Kerry bandia? Kwa hiyo mnataka kusema kule ofisini kuna roboti yenye sura sawa na huyo kichaa? Eva aliuliza. Hakuna aliyeshughulika kumjibu zaidi ya kumcheka. Kerry alitengesha mgongo wake akambeba Sara, kisa ana maana kufanya kazi ngumu. Moyo wa Eva uliumia kimtindo.
Mkude hakutaka kuona mlembo huyu akiteseka. Aliinamisha mgongo pia. Cha ajabu, alimkanyaga teke. Najiweza, pengine kama unataka kunibeba, nitafanya hivyo, Eva aliongea. Vile Mkude hana aibu sasa. Aliluka mgongoni akabebwa. Kerry alisikia wivu hatari. Alitamani yeye ndo angekuwa amebebwa. Vile Eva alikuwa na sifa, alianza kukimbia kabisa ili hali Mkude yupo mgongoni. Wanafika katika kasiri la ABC wakiwa wamechoka. Mahali hapa kulikuwa na swimming pool. Kwa pamoja walijitupia humo kupoza miili yao. Wakiwa katika kupoza miili yao, kila mtu alionekana kukumbuka mbali. Eva alikumbuka ile siku ya kwanza anapatiwa kazi na Padri Thomas ya kupeleka madawa ya kulevya katika kituo cha polisi. Ilikuwa ni kazi ngumu sana, lakini alifanikiwa kuyatekeleza na kisa cha kusepa. Hakujua kama huyu ni mtu ni baba yake, na iti kama angejua, huenda singefanya kazi hatarishi. Mkude pia alikumbuka ile siku aliyokutana na Kerry akiwa katika maisha magumu. Aliamua kumsaidia kwa kumfundisha kazi haramu. Hakuishia hapo, alimfanya kuwa mpelelezi kwenye kikosi cha Padri Thomas. Upande wa sekretari Sara alikumbuka ile siku anaingia ofisini kwa Kerry kufanya interview. Hakuwa akijiweza kujieleza, lakini kutokana na muonekano wake kijasiri, Kerry alimchukua na kisha kamuingiza kwenye biashara zake. Baada ya kuchoka kupoza miili yao, walitoka ndani ya maji. Mwili wa Sister Naya, Padri Thomas pamoja na Angel ukiwa katika mafungu mawili uliletwa. Wote hawa walichomwa katika tanuri moja. Baada ya miaka 5, pamoja na kwamba Eva alikuwa ni mke wa mtu na mtoto mmoja, hakuacha kufanya kazi za upelelezi. Isingekuwa rahisi kukamilisha jambo hili bila msaada wa Mkude. Upande wa Kerry aliendelea kufanya biashara haramu ya madawa ya kulevya. Alijitahidi sana kuzuia vikwazo vya kutoa pesa nyingi kwa waweka vikwazo. Natarajia kuachana na huu mradi. Nimefikiria kuanzisha biashara nyingine, hivyo sitaki kusikia nikishauriwa katika hili, Kerry aliongea. Biashara ya figo za binadamu inalipa. Mkude alikurupuka. Watu wote walimwangalia jicho baya kutokana na pendekezo alilotoa. Mkude alijishtukia, anaamua kuvunga kukoa ili tu asameheke. Siku zilizidi kwenda. Kerry alifanikiwa kuachana na biashara yake haramu. Kupitia ushauri wa sekretari Sara pamoja na Eva, walifungua viwanda vikubwa vilivyoweza kuajiri watu wengi mno. Natarajia wewe pia utaacha kuwa unachunguza vitu vya watu. Binadamu ni watu wenye mambo mengi sana. Hata kama utauchunguza kivipi, hakuna kitu kitabadilika. Leo huyu utawekwa ndani, kesho huyu ataibuka wengine. Naomba pumzike tafadhali. Ni kama unaniambia niwaangalie tu namna wanavyokosea. Hata kama sitachunguza mimi, nina uhakika watu wengine watachunguza. Nachotaka kusema mimi ni kwamba naomba tutumie muda mwingine kufurahia maisha na si kukimbizana na polisi, au unasemaje? Kerry aliuliza huku mkono wake akiupenyeza kwenye kiuno cha Eva. Kwa pamoja walijirusha kitandani, wakaanza kupigana mabusu. Jessa, yani mtoto wao wa kike, akiwa anaangalia movie ya kutisha chumbani kwake, alijikuta akipata uoga. Hakuwa na uvumilivu wa kulala peke yake tena. Alikimbilia chumbani kwake kwa wazazi wake. Vile mlango ulikuwa wazi, alijirusha kitandani pia. Kerry na Eva walisitisha walichokuwa wanataka kufanya. Ndugu msikilizaji, na huu ndio mwisho wa simulizi yetu mfupi iitwayo Eva, na mtunzi akiwa ni yule yule McLaurian, na hapa ni kijiji cha DC. Asanteni na kwaherini.